For the Lord has done it. Kwa maana Mungu ametenda. Sababu ilikuwa siwazi ya kwamba nitagraduate siku moja cheti ya diploma. Praise the Lord. Amen. Mungu akatenda, akafanya. Siku ya leo nina graduate. Ninapatiwa honor ya throne ya four corners, in the four corners of the world, Lubiri, Jili. Na nipate hiyo cheti. Nilimaliza shule 1985. Tangu siku hiyo niliwacha kitabu kusoma. Na unajua maneno ya nyumbani. Kawa kazi ikawa ngumu. Lakini nataka nishukuru Iron School kutoka America. It's an international school. The shule International Accelerated Vision from America. Wakalete shule mpaka resort mashinani. Mpaka akanipata pale nikaanza kusoma. Mpaka siku ya leo nahitimu. Nilikuwa nikiona hii kitu kama ni ngumu sana. Kumbe kwa Mungu sio ngumu. Praise the name of the Lord. Ukiita jina la Mungu, ukitaka kitu, tamka. Kwa sababu nilikuwa nikitania kwamba mmoja nataka nisome. Sio nitapata namna gani? Na Mungu akafungua njia. Praise the name of the Lord. Hata wewe utapata nini? Utafunguliwa njia. Wangapi wataamini? Wangapi wanaamini? Unajua mimi ni director ya Majani Chai. Mkurugenzi ya kiwanda ya Multi Factory. Ikiwa na certificate ya kumfua peke yake. Lakini leo nimeongeza ingine, si ndio? Na natarajia tena niongeze ingine. Kwa sababu nyakati ambazo tunaenda watu wanapigana papers. Nikasema hata nikae. Na ikiitishwa papers tutapeana nini? Na maneno hata ya account siku hizi unasikia maneno mingi. Hata inahitajika nini? Papers. Lakini Mungu amefungua nini? Njia. Pia kupata hiyo cheti ya diploma. Nashukuru Mungu sana kwa hiyo. Nashukuru sana walimu wangu kwa sababu walikuwa wakitumia vocabulary. Walipokuwa wakinifundisha walikuwa wanatumia lugha ngumu sana. Mimi nauliza sauti hiyo ni nini, maana yake ni nini? Labda anaanza kurudi nyuma tena kueleza. Uketi baada Ben Odongo na wale wengine wote. Hata ingawa tulikuwa na challenges mingi. Nilikuwa na wakati ngumu. Kwenda class, kutoka kwenda mkutano ya wakulima, kwenda board meetings, kwenda mkutano na Nairobi. Lakini nilikuwa na speed sana. Na wewe ambao uko nyumbani, mtasoma? Mtasoma. Prepare again Pastor Goril na wengine. Mlete tena shule nyingine wapi? Kabianga na Kapkele, hiyo karibu. Kwa sababu si international certificate. Watu wanafikiria ati kwa sababu tulisomea Kabianga. Simtaona leo. Ndicho ndio coordinator. Sumko na cheti hapa. Sana shukuru sana. Tuna benki na watakia wema. Wale ambao wanataka kuingia mnakaribishwa. Nafungua ingine mimi kwa kaja tunarika, si ndio? Sasa wale yangu. Mbarikiwe. Kwa majina ni Faye Louis Vita. Kwa Kabianga shule ya Kabianga Iron School. God bless you. Tupigie simu makofi kwa jina la Yesu. Asante sana director. Hakika angenipigia simu akiwa mbali sana hata kama Mombasa. Na niuliza mwalimu, kuna homework gani? Kamwambia fika nyumbani alafu uendelee. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu mwafusu siku ya leo. Sehemu ambayo tunaenda sasa ni upande wa comments and thanksgiving. And as you can see from your program, we still quite a long way to finish, but we want to move very fast. Nataka kwenda kwa haraka sana. Tunajua wengine wetu tumetoka mbali and we want to keep time. I'm very keen on time. So without wasting time, I want to give this chance to our area coordinator, our school branch director also. This great servant of God is really
a blessing to many, kwa baraka kwetu sana. He has steered the whole region and just like one of the students has said, hakika yeye amejitolea kufanya kazi ya Mungu na tunashukuru Mungu kwa ajili ya mwito ambayo uko katika moyo wake. Kwa hivyo bila kupoteza nafasi, tuweke mikono yetu miwili, tumpe Mungu shangwe na vigelegele wakati tunamkaribisha Pastor Duncan Odongo, our school branch director and care area coordinator. Makofi jameni kwa Mungu. Hey, makofi kwa Bwana jameni. Amen. Thank you. God bless you, man of God. Let's appreciate Pastor Ben. Tukampigia makofi mchungaji Ben. Hallelujah. Hallelujah. I am he that you've heard. I am he that you've heard. Mimi ndimi uliyesikiza kunihusu. My name is Pastor Duncan Odongo. Majina yake ni mchungaji Duncan Odongo. Just a pastor by the grace of God. Ni mchungaji tu kwa neema ya Mungu. Amen. That's why I'm standing before you this afternoon. Posa nasimama mbeleni mwako mchana wa leo. And I'm glad to see people in fact are graduating to higher levels. Na ninafurahia nikiona watu wanahitimu katika viwango vya hali ya juu. Because until you go to a higher level you cannot enter the higher levels of demonic forces there. Kwa sababu mpaka uingie katika kiwango cha juu, huwezi ukafika kile kiwango cha kukabiliana na yale mapepo yaliyoko juu. Yes, so without consuming much of our time, bila kuharibu muda wetu, first and foremost I want to thank God in fact for this opportunity. Kwanza kabisa nataka nimshukuru Mungu kwa wakati huu mzuri. And this day he had given unto us. Na siku hii ambayo ametupa sisi. It is a gift, it is a blessing. Ni karama na ni baraka. It is the reason why we are here. Ndio sababu ni kwa nini tuko hapa. And also let me give thanks to all who have come all the way along the way from different parts of the nation. Pia nami nikawashukuru wote ambao wametoka sehemu mbalimbali za nchi. Even in this region and its environs. Hata katika eneo hili na mazingira yake. To grace this ceremony this day. Kuneemesha hafla. Can you just give a clap offering to yourself? Ukajipigie tu makofi mazuri peke yako. All the teachers, the board of directors and all the former students who are here. Walimu wote, viongozi wote na wanafunzi waliohitimu miaka iliyopita walioko hapa. We appreciate your presence being with us. Tunashukuru uwepo wenu kuwa pamoja nasi. And also the current graduates who are graduating today. Na pia wanaohitimu leo. Amen. Amen. Now we thank God for your commitment, you people. Tunashukuru Mungu kwa kujitolea kwenu nyinyi watu. In your studies. Katika masomo yenu. And for choosing IAM School of Ministry as the best school to study in. Na kwa kuchagua shule ya huduma ya IAM kama shule nzuri ya kusoma. I'm so proud to have my daddy also in the house. I won't forget him. Najivunia sana kuwa na babangu hapa bila kumsahau. And my mommy. Na mami wangu pia. Also our regional coordinator here. Hakika let me tell you yetu hapa. They means a lot in my life. Wanamaanisha mengi maishani mwangu. Amen. Amen. I've stayed with them. Nimekaa pamoja nao. I didn't know in fact after coming to Kericho from those far end of Siaya. Sikujua God will connect us again in IAM School of Ministry serving together. Kwamba Mungu atatuunganisha pamoja katika shule huduma tukifanya kazi pamoja. So Reverend Samson Oyo and the wife. Askofu Samson Oyo na mkewe. In fact, her wife is a blessing to my family until today. Hakika mke wake ni baraka kwa jamii yangu hata before I get married. In fact, she's the one who gave me some powerful counselings. In fact, sometimes we could sit down. I could sit down under her until even midnight, giving me some counsel how a young man ought to live with the family after marriage also. And I tell you, I am what I am because of them, by the grace of God, what they contributed in my life. Kila ambacho Mungu amechangia ndani ya maisha yangu. Amen. Praise be to God. Bwana asifiwe. Our thanks also goes to the ministers of the gospel who are here, the bishops, the apostles. You are a prophet, you are a teacher, you are a pastor. In fact, feel welcome, feel at the feet of Jesus. We need you also if you have not reached a certain level. Welcome to IAM
and God will bless you. God will lift you to some level. Shukrani zetu zinaenda pia kwa wahubiri wa neno la Mungu walioko hapa, viongozi wote wa injili walioko hapa. Mumekaribishwa katika uwepo huu. Amen. Amen. God bless the hosting pastor, Reverend Peter Mogaka. Let's appreciate him. Tukampigia makofi mchungaji Peter Mogaka kukaribisha hapa. For sure we struggled to search for the venue to hold this graduation, because where we conducted the graduation 2009, in fact, they were messed up in a certain some areas. Hakika tulikuwa tunatafuta mahali pa kufanyia sherehe hizi, kwa sababu mahali ambapo tulipofanyia mwaka uliopita. We went to some schools, in fact there were no good facilities there. So when I approached our reverend here, he said, okay, the church is open, let's bring those people. Akasema kanisa they are highly welcome. Amen. Why don't we appreciate him? Tukampigie makofi tena. Amen. Amen. So finally, hatimaye, or lastly but not least, na mwisho lakini sio dogo mno, before I give some comments, kabla nipeane vipengele fulani. I'm sorry, in fact we have also hospital in the ground with us. Hani pia tuko na hospitali pamoja nasi. We have the higher technology of machines. You don't need to be drained the blood from the whatever. We have the microcirculation machine here to detect all the diseases from the head to the stomach, even to the toe. You see in the screen the computer. The team are there. They are called the Tasly Africa Company. It is a global company. It's measuring all over the world. You can see it on the internet. They are there with everything. They will help you for check-up to know your health status as a preacher, as a man of God. They only charge you 350 only offer today. You know, uliza swali mpaka tumboni. Amen. Amen. Uone jinsi mambo yanatendeka pale ndani na everything. Kila kitu. You'll be helped. So we made it for this graduation 2.5, because the Bible says in the book of 3 John 2, I believe. Amen. Amen. It is above all things that you may prosper. Amen. In all things, even as your soul prospereth. That is in fact different with other whatever, because everything we were meant to mirror this technology assassin. This their sample they gave me just to give you is Tasly Africa. These are their medicines, capsules and everything. You will get everything there. Nasikia wengine walikuja hapo walikuwa wanataka that nini, that's when our alert mtawapata pale nje, and God bless you. Amen. Everything you want to ask, and then finally let me enter into these comments here. Niingie katika vipengele hivi hapa. What has been there's things that has been spoiling our integrity a bit, but God has taken us through. Kuna vitu ambavyo vimekuwa vikiharibu tabia zetu kwa ufupi, lakini let me announce with authority. Wacha nitangaze kwa mamlaka. Even to those who will be entering into the next class. Hata watakaoingia katika darasa litakalofuata. Or enroll to the next class. Darasa litakalofuata. Please in fact make sure all your fees are paid in time. Muhakikishe karo yenu ya shule hii imelipwa kwa wakati unaofaa. Hallelujah. Hallelujah. 2,500 in fact in a box is not something you ought to struggle with. Shilingi 2,500 sio kitu nafunga ungangane nayo. Hallelujah. Hallelujah. That is an advantage you've been given, and some people are still dragging us behind too. Hiyo ni fursa tulipewa, lakini so I believe we are going to avoid that next year. Mwaka ujao tunaenda kuzuia hiyo. And then the other for the mission trip and everything is on top there also. Ngine viko pale pia. Amen. Something small, in fact, getting a diploma with that figure alone, I tell you. I don't know why sometimes we do. Amen. Another thing, tests and any other assignments. Mitihani na kazi nyingine yoyote. If it will not reach our office, in fact, kama hazitafikia ofisi yetu, tafadhali we'll give you the deadline. Tutakupa tarehe ya mwisho. But a month prior to graduation, everything, the reports ought to be compiled and sent to the head office. Na mwezi kabla ya kuhitimu, kila kitu takuwa imetumanwa katika afisi. Don't call me a week. Usiniite or some weeks to is when you are sending some test place we will disqualify. Dali tutakuondoa katika bio. Amen. I'm just saying that because the national director called me and they said in fact there are a lot of errors in these reports. Sababu mkuu wetu we admit because in fact it was we are doing them in some rushing in something in recording them. Amen. So let's also look at that.
Tukatazame hiyo sana. Now please let's avoid this in the next intake, and God will bless us. Darasa litakalokuja tuzuie makosa. Amen. Amen. I believe today is a day of our blessing. Mimi siku hii ni siku ya baraka yetu. And next year we pray. Mwaka ujao From now we are announcing. Kuanzia leo tutangaza. I am is open for everybody. I am imefunguliwa. Learned or unlearned. Aliyesoma au hakusoma. We will interpret everything. We are here to impart you, not just for head knowledge, but to give you an impartation. Kukupa uwezo na nguvu. So the door is open. Kwa hivyo mlango u wazi. Learned and unlearned. Waliosoma na wasiosoma. Amen. Hallelujah. You are welcome. Hata kama umefikisha miaka 80, you are welcome. Umekaribishwa. Amen. Wengine wanacheka. Patia Bwana Yesu makofi. Last year tulikuwa na 79. Amen. Amen. So may you let me just advise you, those who are graduating today. Wacha niwape mawaidha wanao. May you go and increase in all that the Lord has called you to do. Mkaenende na kuongezeka kwa kile ambacho Mungu amewaita. Even as you grow in Him. Hata mnapokuwa ndani yake. By bearing much fruit. Kwa kuyazaa matunda mengi. Let your character speak before men. Tabia yenu ikanene vizuri. All that you've taught in this school. Yote mliofunzwa. Apply and put them into practice. Mkaitumia na mkaifanyia kazi. Don't stop learning or study. Msiache kusoma. If you do this, ukifanya hivi, you stop growing. Mnakosa. Stop learning, stop growing. Mnakosa kusoma, mnakosa. Lastly, brethren, la mwisho wapendwa, be strong in the grace. Muwe wenye nguvu that is in Christ Jesus. ambaye iko ndani ya Kristo. And the things that you've heard of us among many witnesses even today. Na vitu ambavyo mmesikiza kwetu pamoja na wale washahidi wote hata the same commit to faithful men. Who shall be able to teach others also. Watu waaminifu watakaoendelea kufundisha wengine pia. Otherwise, may God bless you. Mungu awabariki sana. Welcome in Jesus' name. Karibuni kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Let's bring first Pastor Bernard. Karibu mchungaji Bernard. Amen. Let us appreciate our. Unaweza kufanya zaidi ya hayo. I can see some already dozing some. I don't know. Wale wengine wanasinzia mahali. We are almost there. Karibu tukamilishe. Yes, the next section is actually main address to graduating class. Sehemu nyingine ni kupeana mawaidha kwa kanisa nalohitimu. Where I will call upon our host Reverend Mogaka. Hapo tutamuita aliyetualika mchungaji Mogaka. I cannot see him around, but meanwhile I just want to, as we wait for him, tunapomngojea, I just want to give some few clarifications here. Nataka nipeane vipengele chache mno hapa. Yeah, after I've handed over to our reverend, nimepeana kwa mchungaji wetu askofu. He will welcome our regional coordinator. Atakaribisha mkuu wetu wa eneo hili. Who will take over from there until the presentations of the certificates and the diplomas. Atakaendelea hadi wakati wa kupeana certificate, yani vyeti na diploma. I want to believe that we are all getting diplomas. Nataka niamini sote tunapata diploma. I want to believe that you are all getting diplomas. Not so much. Karibu, asante sana. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to thank God because He's a good God. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ni Mungu mwema. And I don't want to take much time. Sitaki nichukue muda mwingi. I only want to say one thing to the students. Nataka kusema kitu kimoja. The graduates actually, not the students. Kwa wanaohitimu. Hallelujah. Hallelujah. There is a scripture I feel that I should read. Kuna andiko nahisi nikalisome. In the book of Psalms chapter number 125. Kitabu cha Zaburi 125. The Bible says in verse number 1. Biblia inasema mstari wa kwanza. Blessed are those that trust in the Lord. Wabarikiwa ni wale wamtumainio Bwana. They are like Mount Zion. Wao ni kama mlima Sayuni. They shall never be moved. Hawatatikisika. Amen. Amen. So what I want to share with you briefly is that you need to trust in the Lord, students. Kile ninachotaka kushiriki nanyi kwa ufupi ni kwamba inafaa mtumaini katika Mungu. Trust means to live. Tumaini yamaanisha kuishi. To have confidence. Kuwa na ujasiri. To rely on. Kutegemea. Amen. Amen.
So you need to rely on the word of God. na ukalitegemee neno la Mungu. What you have learned in school, you need to rely on it. Kile umejifunza shuleni lazima ukakitegemee, And God will bless you. na Mungu atakubariki. You are now going out. Mnaenda kule nje, Some maybe where we are. mahali labda tulipo hapa. Sometimes things will not be easy. Wakati mwingine vitu havitakuwa rahisi, But trust in the Lord. lakini As from challenges. wakati mwingine Mungu aweza akatuokoa kutokana na changamoto, But we always walk with us. lakini atatembea nasi kila wakati. Hello? Not always God will rescue you from challenges. Sio kila wakati Mungu atakukomboa kutokana na changamoto. He will move with you through the challenges. Atatembea pamoja nawe katikati ya changamoto, And God will see you through. na Mungu atakunufaisha. So go outside and practice what you have received. Kwa hiyo muende kule nje mkafanyie kazi mlichopokea. Allow me to read one scripture. Ruhusu nisome andiko moja. In chapter number 1, that is Jeremiah. Kitabu cha Yeremia 1, Verse number 17. mstari wa 17. Hallelujah. Haleluya. Can I have that Bible, please? Je, nikapate hiyo My Biblia? brother and said, Biblia. That's where I'm stopping now to welcome the man of God. Pontaachia hapo nikaribisha mtumishi wa Mungu. Jeremiah chapter 1. Yeremia mlango wa kwanza. I feel I should read this scripture. Nikalisoma andiko hili. Chapter number 1. Mlango wa kwanza, Verse number 17. mstari wa 17. The Bible says, get up and get dressed. Linasema inuka na ukajivike mavazi. Go out Nenda kule nje and tell them whatever I tell you to say. na ukawaeleze chochote nitakuambia ukaseme. Do not be afraid of them. Basi usiwaogope, Or I will make you look foolish in front of them. au nitakufanya uwe mpumbavu mbeleni mwao. For see, today I have made you immune to attack them, to their attacks. Kwa sababu leo nimekusimamisha ukapate kuwavamia. You are strong like a fortified city Wewe ni uko na nguvu kama mji uliozingirwa, that cannot be captured, ambao hauwezi ukatiwa nyara, like an iron pillar kama nguzo ya chuma or a bronze wall. au ukuta wa chuma. None of the kings or officials or priests, Hakuna mfalme au kuhani yoyote all people of Judah au watu wa Yuda will be able to stand against you. watakaweza kusimama dhidi yako. They will try, but they will fail. Watajaribu lakini wataanguka. For I am with you, Kwa sababu mimi niko nawe, and I will take care of you. nami nitakulinda. I, the Lord, have spoken. Mimi Bwana Mungu nimenena. So that is my message to you, graduates. Huo ni ujumbe wangu kwenu ninyi wanaofuzu. God has made you immune. Mungu amekusababisha uwe na nguvu. No king, no priest will stand before you. Hakuna mfalme, hakuna kuhani atasimama dhidi yako. Oh, they will stand before you, but you will conquer them. Watasimama mbele yako lakini utawaangamiza. Because God has given us a promise Sababu Mungu ametupa ahadi that He will go with you. ili ataenda pamoja nanyi. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Tusema hallelujah. He is a faithful God. Yeye ni Mungu mwaminifu. Don't go outside and quarrel with people. Msiende kule nje na kuanza kubishana na watu. Don't fight outside there. Msipigane kule nje. Don't divide people. Msiwagawanye watu. Love all Mpende wote. and preach or tell them what we have commanded you to say. Uhubiri na uambie kile tumekuruhusu ukaseme. Hallelujah. Hallelujah. So on behalf of the teachers, Kwa niaba ya walimu we wish you well. tunawatakia mema. Good ministries, Huduma nzuri, good churches, makanisa mazuri, good families, jamii nzuri and a victorious life. na maisha ya ushindi. And God will bless you. Na Mungu atakubariki. Amen. Amen. So in that mood, Kwa hivyo katika hiyo hali I want to take this opportunity nataka nichukue fursa hii to bring you a man of God. kuwaletea mtumishi wa Mungu. He's a man of God that I know.
Mtumishi wa Mungu ninayejua. We work together in this Redeemed Gospel Church. Tunafanya kazi pamoja katika kanisa hili la Redeemed. Is the Reverend overseeing churches in Siaya. Yeye ni askofu wa kuangalia makanisa yote kule Siaya. I have gone to his home. Nimeenda huko kwake. Together with the mama, we have been blessed there. Pamoja na mama tumebarikiwa pale. So we are happy to have him here today. Tuko na furaha kuwa naye hapa leo. Reverend Sam Oyo. Askofu Sam Oyo. So I want us to stand up wherever you are. Nataka tusimame popote tulipo. Hallelujah. Hallelujah. I want us to stand wherever you are. Nataka tusimame popote tulipo. As we put our hands together. Tunapoweka mikono yetu To pamoja. receive this man of God. Kumpokea mtumishi huyu ya Mungu. Come on, let's appreciate him. Kampigie makofi anapokuja. In Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. We may be seated. Tuweza tukaketi. Well, I greet you in the name of Jesus Christ. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Well, I thank God this afternoon Kwa hivyo nashukuru Mungu mchana wa leo for the opportunity that I have kwa fursa ambayo niko nayo to stand before you. kusimama mbeleni mwenu. I want to bring greetings from Siaya, Nataka nilete salamu kutoka Siaya, where I came from. mahali nilikotoka. The church in Siaya know that I'm here. Kanisa kule Siaya linajua kwamba niko hapa. Did you receive the greetings? Je, mmepokea salamu? Did you receive the greetings? Mmepokea salamu? I received greetings from the Markfits, our East and Central Africa directors. Pokea salamu zetu kutoka kwa mkuu wa eneo la Afrika Mashariki anaitwa Macfed. They're in Uganda. Yuko Uganda. They are aware that I'm here. Wanajua kwamba niko hapa. Receive the greetings. Yes, salamu zake. Receive greetings from our national director. Pokea salamu kutoka kwa mkuu wetu wa kitaifa, Reverend John Kimayo. Askofu John Kimayu. He was supposed to be here, Ilifaa kuwe hapa, but due to some commitments he was not able to come. lakini kwa sababu ya kazi zingine hakuweza kufika. Did you receive his greetings? Nimepokea salamu zake. Amen. Amen. I want to bring my wife also to greet you because she's here Nataka nikamlete mke wake pia akatusalimu on behalf of our family. kwa niaba ya jamii yake. Welcome, mommy. Karibu mami. You need to clap well for my wife. That's still not good for my wife. Let's give my wife a good hand. Makofi mazuri tena. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Well, I want to take this opportunity to thank the I Am, how do you call it? The I Am board in Kericho. Nataka nichukue nafasi kuwashukuru The teachers walimu and those who are involved na wale waliohusika for the good work you are doing in this area. kwa kazi nzuri mnayofanya katika maeneo haya. I want us to give them a big hand to somebody. Pigie makofi mazuri sana. We are here because these servants of God are really working hard. Tuko hapa kwa sababu watumishi hawa Mungu wanafanya kazi kwa bidii. I Am is an international school. I Am ni shule ya kimataifa. We have schools all over. In Kenya we have schools all over. Hapa Kenya tuko na vyuo popote. But I'm so proud of this school in Kericho. Lakini niko na furaha sana kwa ajili ya shule hii hapa Kericho. This is our 4th graduation. Hii ni kuhitimu kwetu kwa 4. And what God is doing here Na kile ambacho Mungu anafanya hapa is so powerful.
ni cha nguvu mno. Amen. Amen. So I'm so proud of the servants of God here Kwa hivyo najivunia sana watumishi wa Mungu walioko hapa who are coordinating the IAM School of Ministry. ambao wanaielekeza na kuongoza shule hii ya IAM. I want to say that I'm so proud of my son, Pastor Dan Odongo. Najivunia sana mchungaji mwanangu Duncan Odongo. As he said, Alivyosema, this man, we lived with him in our house back in Siaya some, how many years back? About, is it 4 or 5? Okay, 5 to 6 years back. Nishinaye miaka 5 au 6 hapo nyuma. And I'm proud of what God is doing through him. Najivunia kwa kile ambacho Mungu anatenda ndani yake. Always when I talk to the youths, Kila wakati nikinena na vijana, at times I refer to him wakati mwingine nawaelekeza kwa, because he has lived a life sababu ameishi maisha that needs to be followed. ambaye yanahitaji kufuatwa. A life of that is an example to the youths. Maisha ambayo ni mfano kwa vijana. Always when I talk to them, I tell them there is a man that I live with here today is a pastor. Leo kana nawaambia kwamba kuna mtu ambaye niliishi hapa siku hizi naye mchungaji. The life he lives, maisha anayoyaishi, is a good example. ni maisha ya mfano mwema. And so our pastor is a model. Kwa hivyo mchungaji wetu ndiyo mfano sana. Let's give God a good hand clap for him. Tumpigie makofi mazuri kwa ajili yake. Now, because I'm told that there are people that are going far, sababu nimeambiwa kuna watu wanaenda mbali, I don't want to take my time. Sitaki nichukue muda mwingi. I'm going to be very brief. Naenda kuwa kwa kifupi sana. First we are going to hear the word of God. Kwanza tuenda kusikiza neno la Mungu. After hearing the word of God, baada ya kusikiza neno la Mungu, we will present the certificates tunapeana vyeti to the graduates. Kwa wanaohitimu. Thank you the graduates for sacrificing. Asanteni wanaohitimu kwa kujitolea. It is of great sacrifice to be in class. Na ni kujitolea kuwa katika darasa. I thank God for the testimonies that I had. Nashukuru Mungu kwa shuhuda nilizozisikia. A sister said that she left school some years back. Dada alisema aliacha shule wakati uliopita zaidi. And she forgot about pen and the paper. Na akasahau kalamu na karatasi. But through IAM, na kupitia IAM, today she can read, she can speak another language that she was not used to. Naweza ongea lugha ambayo hakukuwa ameijua. Amen. Amen. That reminded me of a woman. Nilikumbusha kuhusu mwanamke fulani that graduated back in Siaya. Aliyehitimu kule Siaya. Who is a grandmother. Ambaye ni nyanya. I say a grandmother. Yani ni nyanya. You didn't get what I said. I said a grandmother. Nasema ni nyanya. Some people think Bible school is only for the young ministers. Wengine wanafikiria kwamba shule ya huduma ni ya vijana wadogo. IAM is open even to them that are old, but they can come and sit down in class. IAM imefunguliwa kwa wale hata ambao wanaweza kuja na kukaa chini kwa darasa. Can you say hallelujah? Sema hallelujah. Can you say hallelujah? Sema hallelujah. So God bless you for sacrificing. Mungu awabariki kwa kujitolea. To be in class for all these years. Katika darasa kwa miaka yote. Well, I want us to go now directly to the word of God. Nataka twende moja kwa moja kwa neno la Mungu. Allow me to speak for some 20 minutes, about 20 minutes. Niruhusu ninene dakika 20 hivi. Of something that God has laid in my heart. Kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. And then we will give out the certificates. Alafu tutapeana vyeti. Let's turn to the book of Acts of the Apostles chapter 2. Tukigeukia kitabu cha Matendo ya Mitume 2. Acts of the Apostles chapter 2. Matendo ya Mitume 2. We are going to read a few verses. Tunaenda kusoma kurasa chache. And God will bless you. Na Mungu atakubariki. Verse 37. 47. The Bible says, Biblia inasema, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of his sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Verse 39,
For the promise is for you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Verse 40. And with many other words he testified and exhorted them, saying, Be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Verse 43. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all as any had need. So continually daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who are being saved. Somebody say amen. Tusema amen. Loving Father, in the name of Jesus, Baba mpendwa, kwa jina la Yesu, we are so grateful this afternoon tunashukuru sana mchana wa leo for this wonderful opportunity you have given to us. fursa nzuri ambayo umetupa. Father, we came ready for you. Baba, tulikuja tukiwa tayari kwa Can ajili you speak to us kanene nasi by the help of your Spirit? usaidizi wa Roho wako Thank you Mtakatifu. for everyone that is here. Asante kwa kila mmoja aliyoko hapa. Anoint us, dear Lord, Ukatutia mafuta Bwana as we speak this word, tunaponena neno hili, that all glory and honor na utukufu wote na may heshima come back to you. kwa kurejea wewe. In Jesus' name, Katika jina la Yesu we pray and we believe. tunaomba na kuamini. Somebody say amen. Tusema amen. Somebody shout amen. Sema amen. Well, very briefly, Kwa hivyo kwa ufupi sana I want to talk about nataka kunena kuhusu the strength of a strong church. uwezo wa kanisa lenye nguvu. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Nasema haleluya. A servant of God said here Mtumishi wa Mungu alisema hapa that we are living at a time kwamba tunaishi katika nyakati where things are moving. ambapo mambo yanaendelea, And as a church, na kama kanisa we must also move lazima tukasonge according to the way things are moving. kulingana na vile mambo yanavyosonga. Can you say hallelujah? Sema haleluya. Can you say hallelujah? Sema haleluya. He didn't mean that we compromise with the world. Hakumaanisha kwamba tukubaliane na dunia. The Bible says in the book of Romans, Linasema katika Warumi chapter 12, mlango wa 12, the Bible cautions us Biblia inatusawishi that we should not conform to the pattern of this world, kwamba tusilinganishwe na viwango vya dunia but hii, we should be transformed lakini tukabadilishwe by the renewal of our kwa minds. kufanya upya mawazo yetu. So when he said that we should go according to the way things are moving, Kwa hivyo tukisema inafaa tuende jinsi mambo yanavyoenda, I don't want to mean that he said that we should conform to the pattern of this world. simaanishi kwamba tukalingane na kiwango cha dunia hii. Somebody shout hallelujah. Tusema haleluya. But it meant that there are things that are taking place today, Maanisha kuna vitu vinavyoendelea leo that even in the church, ambavyo hata kama kanisa we should be informed lazima and tukaelimishwe, we should do things lazima tukafanya vitu with knowledge. na maarifa. The Bible says, Biblia inasema my people perish watu wangu huangamia for lack of knowledge. kwa kukosa hekima. I want to begin by saying, Nataka nianze kwa kusema but it is only in the church kwamba ni kanisani tu where somebody wakes up in the morning, ambapo mtu anaamka asubuhi, picks the Bible, anachukua Biblia, and begin to say he is called, he is a preacher. anaanza kusema ameitwa yeye ni mhubiri. He gets up today, Anaokoka leo and tomorrow na kesho he walks along the streets anatembea kule vijijini with a Bible like mine, na Biblia kama yangu, preaching and saying, I am called, akihubiri na kusema nimeitwa, calling himself an apostle, akijiita mtume, calling himself a prophet, akijiita nabii, calling himself an evangelist. akijiita mwinjilisti. Praise the Lord. Bwana It sifiwe. is only in the church Ni kanisani tu where we are not asked ambapo hatujaulizwa of any paper kuhusu karatasi to lolote prove what we are doing. kuthibitisha kunachotenda. It is only in the church Ni kanisani tu where we believe ambapo tunaamini that the Holy Spirit of God is in us. Roho Mtakatifu wa Mungu yuko
ndani yetu. So if I'm saved, Kwa hivyo kama nimeokoka, full of the Holy Spirit, nimejazwa na Roho, I can speak in tongues, naweza nikanena ndimi, command demons, nikiamuru mapepo. that is enough. Netosha. And so that's why, Ndio sababu outside there, kule nje they look at the church wanatazama kanisa and they see some confused na people. wanaona watu waliochanganyika, kachanganyikiwa. Can you say hallelujah? Haleluya. Turn to somebody and tell him or her that the church is not confused. Ungamkia mtu ambaye kanisa halijachanganyikiwa. Somebody help me talk to your neighbor. Nisaidie nena na jirani. And that's why Na ni kwa nini? I am is here I am iko hapa to remove that foolishness, kuondoa upumbavu to huu, remove that spirit kuondoa hiyo roho where people think ambapo watu that wanadhani the church ya kwamba is kanisa just a place ni mahali tu you enter today unaingia leo and tomorrow na kesho you are a reverend. wewe ni askofu. Hello? Halo, Hello? halo, Praise the Lord. wanasifiwe. If we will have a strong church, Kama tutakuwa na kanisa lenye nguvu, the church must realize kanisa lazima litambue that we are living at a time kwamba tunaishi katika nyakati where we need ambapo tunahitaji knowledge. maarifa na hekima. I say we need knowledge. Nasema tunahitaji maarifa. These are not days Hii sio siku where we preach. ambapo tunahubiri. We wake up in the morning Tunaamka asubuhi and we take our Bibles tunachukua Biblia and zetu we go to the church na tunaenda kanisani. and people give testimonies, Watu wanatoa mashuhuda. and out of the testimonies Kutokana na ushuhuda we get a message to preach. tunapata ujumbe wa Those kuhubiri. days are gone. Hizo siku I zimepita. said those days are gone. Kama zimepita hizo Where siku. preachers got their messages from the testimonies in the church. Hadi ambapo wahubiri wanapata mahubiri yao kutoka kanisani. We are not living those days. Hatuishi siku hizo. We are living in the days Tunaishi katika siku where you come to the church, na unakuja kanisani loaded with the word of God. ukijazwa na neno la Mungu. You speak something that God has put in your Na heart, kitu ambacho Mungu ameweka ndani and yako you've taken your time. na umechukua muda wako. Do we have mamas here? Mama hapa. Do we have mamas here? Tuko na mama hapa. Wamama semeni hallelujah. Haleluya. Wamama semeni hallelujah. Any food Chakula chochote that will taste good ambacho kina